na mimi naridhika kwa kasi inayoendelea na ujenzi huu. Mpaka sasa hivi tumefikia 65% ya ujenzi huu ambao awamu hii ya kwanza tunaenda kukamilisha. Msisitizo wangu ni kwamba tuzingatie ubora wa kazi iliyotarajiwa kufanyika. Tutarudi tena kuja kukagua kama ofisi. Kila mtumishi nadhani atapata sehemu nzuri ya kukaa, kuandaa kazi zake na kwenda kutekeleza. Lakini la msingi niwahakikishie kwamba tuko pamoja na nyinyi. Changamoto ambazo zilijitokeza kule nyuma nadhani sasa hivi hazipo. Kilichobaki ni kukamilisha ujenzi katika awamu hii ya kwanza. 100% ya pesa ambayo inatumika kwenye jengo hili kubwa ni pesa ya serikali. Ni pesa ambayo imetolewa kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuendeleza na kuhakikisha kwamba elimu inazidi kusonga mbele na mazingira ya kusomea yanazidi kuboreshwa. Hata madarasa yenyewe yataruhusu sasa kuweza kutoa mafunzo hata ukiwa mbali. Tutaweka maabara nzuri ambazo zitawezesha utoaji wa mafunzo. Lakini hii ni awamu ya kwanza ya ujenzi. Baada ya hapo tutakuwa na majengo mbalimbali yatakayoendelea hapa. Majengo kama 12 yataendelea kwa mahali hapa. Ndio hasa jumla ya mradi itakokuwa utakuwa jumla na majengo 12. Na kushauriana na mstiri ambaye ni client na serikali, tukaamua kwamba tuanze na jengo la awali ambao ni jengo la madarasa, ambao jumla tutakuwa na madarasa 26 huko ndani na vyumba vya ofisi 24. Lakini jengo hili litakuwa ni jengo la kisasa ambalo linakidhi mahitaji ya sasa ya teknolojia, kwa sababu natarajia wanafunzi watakaokuwa wanasomea hapa zaidi ya 2500 wawe katika teknolojia na mwendo mpya.